Karibu katika simulizi ya maisha ya Clamvevo, mchekeshaji huyu ambaye amepata jina kubwa sana katika mtandao na ukurasa wake wa YouTube, ambapo ndipo mara nyingi hufanya kazi zake katika huu mtandao wa YouTube. Msanii huyu Clamvevo pamoja na mchekeshaji, watu wengi wamemfurahia kulingana na video zake ambazo amekuwa akizitoa na series hizo ambazo zina trend sana katika mtandao wa YouTube na zina numbers nyingi. Hivi karibuni alikuwa ni mchekeshaji pekee namba moja ambaye anaposti video zake YouTube, lakini zinamuingizia pesa nyingi pamoja na watazamaji wengi. Hivyo alisha kuhudhuria nchi kadhaa kubwa kubwa, na tumeona hivi kati juzi aliweza kushare video ambayo ilimuonesha amenunua gari, lakini pia amenunua kamera mamilioni. Kamera hiyo yenye uwezo mkubwa sana wa kushuti imekuwa ni moja kati ya mafanikio yake makubwa ambayo ameyapata kufuatia sanaa yake hii ya uigizaji, ya uchekeshaji ambayo huwa anaifanya katika ukurasa wake wa YouTube. Simulizi hii itaenda kutoa machozi mwanzo hadi mwisho, alipoanza mpaka hivi sasa alipofikia. Ikumbuke siku za nyuma kulikuwa kuna video yake alikuwa anatembea siku moja akiojiwa akisema kwamba anatamani siku moja aje akutane na Diamond Platnumz na anampenda sana Diamond Platnumz. Video ile ilimuonesha kijana huyo mdogo akiwa amechakaa. Sasa tutaenda kuangazia maisha ya kijana huyo wakati akiwa bado mdogo mwenye ndoto kubwa, aliyekuwa na njaa mafanikio, na hivi sasa shibe inaendelea kumtafuta mafanikio, lakini bado hataki shibe ya mafanikio. Anahitaji kuendelea kupambana kwa ajili ya kupata mafanikio makubwa zaidi. Simulizi hii ya Clamvevo itasimuliwa nami mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Daud_Rizzy, hapa ni Usiku TV. Subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza na nguvu, ambaye utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila muda. Ungana nasi kwa kubonyeza alama subscribe. Simulizi ya maisha ya Clamvevo. Mwanzo wa maisha. Clamvevo alizaliwa tarehe 14, hiyo ilikuwa ni Juni ya mwaka 1996 katika mkoa wa Dar es Salaam, eneo la Temeke Mbagala. Alizaliwa katika familia ya kawaida isiyo na mali nyingi, lakini iliyojaa upendo, nidhamu na ndoto. Baba yake Bwana Juma Vevo alikuwa mfanyakazi wa bandarini, akihangaika mchana na usiku ili kuhakikisha familia haikosi chakula. Mama yake Bi Asha Juma alikuwa mfanyabiashara mdogo wa mboga sokoni. Tangu akiwa mtoto mdogo, Clam alikuwa tofauti. Alipenda sana kusimulia hadithi, kuigizia watu na kuchekesha familia. Mama yake mara nyingi alisema, huyu mtoto ana ulimi wa fedha, akasimama anawafanya watu wasahau shida zao. Clamvevo maisha yake ya alipokulia kuanzia utotoni. Clam alikulia katika mitaa ya Mbagala akicheza mpira wa plastiki, kurusha kombora za karatasi na kuota ndoto kubwa kuliko mazingira aliyokuwa nayo. Maisha hayakuwa rahisi. Kulikuwa na siku alikosa chakula. Kulikuwa na siku nyingine alipata mlo mmoja, umeme kukatika na ada ya shule kuwa mzigo mzito kwa wazazi wake. Licha ya changamoto hizo, wazazi wake walimfundisha uvumilivu, heshima na bidii. Baba yake alimwambia mara kwa mara, elimu ni kipaji na silaha ambazo hazichukuliwi na mtu. Elimu na shule za msingi Mbagala Kuu Primary School, huo ilikuwa ni mwaka 2003 hadi mwaka 2009. Shule ya sekondari alisoma Azania Secondary School, huo ilikuwa ni mwaka 2010 hadi mwaka 2013. Akiwa shule ya sekondari, Clam alianza kujishughulisha na kujulikana pia kama mchekeshaji wa darasa. Alishiriki kwenye maigizo, sherehe za shule na hata kuandika script ndogo ndogo kwa ajili ya wanafunzi wenzake. Walimu wengine walimkemea, wengine walimuona anapoteza muda, lakini wengine waliona kipaji chake mapema. Baada ya kumaliza kidato cha 4, hakupata fursa ya kuendelea na masomo ya juu mara moja kutokana na hali ya kifedha ya familia. Huu ulikuwa ni mwanzo wa maumivu makubwa ya kisaikolojia kwake. Safari ya maisha na kujitafuta. Kuanzia mwaka 2014, Clam alianza maisha ya kujitegemea. Alifanya kazi ndogo ndogo, kupakia mizigo sokoni, kuuza vocha, kufanya kazi kwenye studio ndogo ndogo za video kama msaidizi. Ndani ya kazi hizo alijifunza kamera, uhariri na video ya mitandao ya kijamii. Ndio hapo ndoto yake ilipoanza kuchukua sura mpya. Kuzaliwa kwa Clamvevo. Mwaka 2017, Clam alinunua simu ya mkononi na mkopo, akaanza kurekodi video fupi za vichekesho akizipakia kwenye YouTube kwa jina la Clamvevo. Mwanzo haukuwa rahisi. Video zilipata watazamaji wachache,
Alidharauliwa na baadhi ya marafiki, alikosa vifaa bora, lakini hakukata tamaa. Marafiki na ushirika. Katika safari yake alikutana na marafiki waliompa moyo. Kasim Kajo, rafiki wa utotoni aliyemsaidia kuigiza. Neema Ati aliyemfundisha uhariri wa video. Producer Mo aliyempa nafasi ya kwanza ya kutumia kamera halisi. Marafiki wake hawa walikuwa mzigo huu ulikuwa ni umuhimu wa mafanikio yake. Mafanikio na umaarufu. Kuanzia mwaka 2019 video zake zilianza kusambaa kwa kasi. Ujumbe wake ulikuwa maisha ya mtaa, changamoto za vijana, ucheshi wenye mafunzo. Akapata maelfu ya subscribers katika mtandao wa YouTube. Mialiko ya kushiriki miradi ya burudani, kipato kilichosaidia familia yake. Alifanikiwa kujenga nyumba ndogo kwa wazazi wake, ndoto aliyokuwa ameahidi tangu akiwa mdogo. Changamoto kubwa. Licha ya mafanikio, alikumbana na msongo wa mawazo, shinikizo la umaarufu, kukosolewa mitandaoni, kupoteza rafiki wa karibu kwa ajili ya miaka iliyofuata. Matukio haya yalimfundisha thamani ya maisha ya unyenyekevu na busara. Leo hii Clamvevo anaishi kama kielelezo cha kijana wa kawaida alithubutu kuota ndoto kubwa. Safari yake ni ushuhuda kuwa mazingira hayakufafanui mwisho wako. Maamuzi yako ndio huandika hatma. Karibu nikupitishe katika doti ya kwanza mpaka doti ya mwisho, ukuaji wake mpaka hivi sasa alipofikia. Clamvevo kwa sasa. Clamvevo ni nani? Pengine unakuwa unajiuliza. Clamvevo ni msanii mtayarishaji wa video za burudani anajulikana kupitia YouTube, hasa kupitia channel yake ya Clamvevo yenye watazamaji wengi wa maudhui asili na mahali. Taarifa nyingi zinaonyesha kwamba pengine ametokea Zanzibar, zingine zikionyesha Mbagala, lakini hizi za Mbagala zimekuwa zikiongelewa sana na vyanzo mbalimbali. Inajulikana kama ni mwanabongo, yani Mtanzania huyu, kutokana na channel yake na hadhira yake. Kazi na wafuasi wake wa kazi. Anaendesha YouTube channel ya maudhui ya burudani, skits, vichekesho na video nyingi. Channel imeunganishwa na Bongo mtandaoni ambayo inajulikana kwa maudhui ya sanaa na burudani. Idadi ya subscribers wake ni wengi zaidi, na pale anapoposti video hupata watazamaji wengi zaidi ya milioni 1 ndani ya siku moja. Wazazi na marafiki. Ingawa hakuna taarifa kamili zinazohusu marafiki wake wa karibu, lakini mafanikio yake makubwa ni kujijengea jina kupitia mtandao wa YouTube, kituo kinachomletea hadhira kubwa ya ushawishi wa mtandaoni. Channel yake imekuwa na maoni na wafuasi wengi, ikionyesha ufikaji mkubwa wa watazamaji. Changamoto. Kwa kuwa hakuna wasifu kamili wa maisha ya Clamvevo, inaweza kupatikana mtandaoni kwa sasa, lakini kuna changamoto zake binafsi hazijadiliwa hivyo. Hii ni historia na simulizi ya kijana mdogo mpambanaji ambaye amejaribu kujitafutia ugali, angalau ameanza kupata mpaka hivi sasa. Ukizungumzia wachekeshaji wenye majina makubwa, hauwezi ukaacha kutaja jina la Clamvevo. Mimi ni Alexander Scott Rizzi, hii ni Usiku TV.